Neema. Amewada. Sijui nikwambie karibu tena. Kulikoni, kwa nini umerudishwa kazini? Mimi nimerudishwa hapa kwa madai ya bosi. Kwa madai ya bosi? Kwa madai yake kwamba sina nidhamu. Una nidhamu? Lakini kwa nini sasa una nidhamu? Nidhamu ninayo. Anajua ana nidhamu ni wewe au ni mtu unaishi naye? Unaipimaje nidhamu? Yaani unajuaje huyu mtoto ana nidhamu? Kwa mfano watoto. Wadada wengi wanapenda kusema mtoto hana adabu huyu. Watoto wanalelewa vibaya, hawana adabu, hawana heshima. Ndio kauli za wadada. Nendeni kwenye page mtaona. Si ndio jamani? Kwa hiyo anayetakiwa kujua yaani kwa nini wewe dada unaona mtoto hana adabu? Manake mtoto mwenyewe anaweza kujiona na adabu, si ndio? Eti jamani, anaiona nani anajua una adabu au una? Unaishi naye. Sasa Neema unatuambiaje mimi nina adabu? Bosi wako kasema hauna adabu. Mimi swali langu ndio hilo, kwa nini hauna adabu? Na ni vitu gani ulivyomfanyia akasema huna adabu? Hapana, kwa mimi binafsi najijua nina adabu ya kutosha kabisa. Twende kwenye kitu gani ulimfanyia bosi wako, labda hapo ndio tunaweza tukapima. Wewe ni vitu gani ambavyo ulimfanyia akasema huna adabu? Kuna bosi wangu alafu kuna mama yake pia. Sasa mama yake ndio alioleta mashtaka kwa sababu muda mwingi mara nyingi yeye ndo nakuwa naye pale. Sasa kuna bosi wako na kuna mama yake. Sasa mama wa bosi si ni bosi naye? Ndio ni bosi. Mbona unasema kuna bosi wangu na kuna mama yake? Kwa sababu nataka nitofautishiane nani wote ni mabosi wako. Ndio. Na yeye ndio ulikuwa unakaa naye muda mwingi? Kwa hiyo bosi wako uliokuwa unakaa naye muda mwingi ni mama, maana kuna mtoto na mama. Lakini wote ni mabosi, si ndio? Maana wadada mna tabia ya kutofautisha. Mnapendaga kumuita bosi yule anayetoa hela. Hapana jamani. Hapana. Sisi hapa tunasema hivi, watoto wa mabosi, wa mama zao mabosi, wote ni nani? Ni mabosi. Haya, twende. Kwa hiyo shida ilitoka kwa nani? Kwa mama? Shida ilitoka kwa mama. Changamoto haikuwa kubwa sana, lakini haikuwa kubwa kwako. Ni mambo. Mimi nimesema hapa kwenye hiki kipindi tunataka turekebishe. Usiseme changamoto haikuwa kubwa sana. Kwako wewe haikuwa kubwa, lakini kwa mama au kwa bosi wako ilikuwa kubwa, ndio maana uko hapa. Ndio maana umerudishwa. Kwa sababu isingekuwa kubwa ungeendelea na maisha. Ndio. Kwa hiyo ulifanya nini? Yaani ni mambo ya vyakula tu, siku hiyo kaamka naongea. Haya, unaona mambo yenu. Anaongea nini? Ilikuwaje? Yaani nenda kwenye details. Chakula ulimwaga? Maana kuna mwingine hapo alagi viporo, tutafika kwake. Wewe chakula, mambo ya chakula ni vipi? Ulimwaga chakula au uligawa? Kuna kesi zingine tulipata wadada wanagawa vyakula vya mabosi. Bosi anaweka stoku yake, wewe kazi yako ni kugawa kwa majirani. Yaani wewe chakula kibichi ulipika, uliunguza. Yaani wewe sema chakula kwa sababu kazi zenu kubwa ni kupika hizi kazi za ndani, si ndio? Sasa ukisema tu ilikuwa ni issue tu ya chakula, usichukulie chakula kama ni jambo dogo. Chakula ilifanyaje chakula? Chakula nilikuwa nalisha, nilipakua chakula nile kwa ajili ya kumsubiri mtoto nimpokee. Kwa sababu pale kuna msichana mwingine na mkaka mwingine wa kazi. Wakaniambia chukua kwa sababu mtoto anafika muda sio mrefu, chukua chakula upashe ule kwa sababu mchana huwa tunapasha tu chakula tunakula. Mama akaanza kuongea huko sebleni kwamba kwa nini umechukua chakula kabla ya wenzako? Kwa sababu kwani hutakiwi kula? Ndio alikuwa analalamika. Nachotaka kuuliza, yaani wewe kama umechota chakula kwa ajili ya kula, hutakiwi kula? Kwa sababu moja ya hizi kazi wadada wanapaswa, sisi wadada wote wa kazi za ndani lazima wale. Yaani moja ya haki zenu mnazostahili kupata majumbani humo. Huwezi kwenda kukaa nyumbani kwa mtu kama hakuna chakula. Na sehemu ya kulala ambayo ni salama, sio sehemu ambazo hazieleweki. Kwa hiyo hutakiwi kula. Natakiwa kula. Ila yani sasa kama unatakiwa kula na ulichota chakula kwa ajili ya kula, yeye bosi wako aliona shida gani? Yeye aliona shida. Shida gani? Kwa sababu hata kwa asubuhi hiyo aliamka akampa tu mkaka wake uji. Yaani siku hiyo hakufanya chochote, na ukishika kitu anaongea. Na mimi sikufanya kitu siku hiyo tu, nikasubiri mchana ndo nikapasha kipolo hicho, nikaanza kula. Akalalamika sana. Kwamba kwa nini nachukua chakula? Ndio. Sasa wewe utaishije bila kula? Mbona sielewi. Hivyo yani ni kila siku mkipasha chakula. Mimi sijui damu yangu haikuendana na yeye. Mara nyingi mimi nikipasha anaongea. Hivyo mpaka siku moja nikampigia
bosi wangu ambaye ni mtoto wake tena. Nikamwambia mama analalamika, akasema nitaongea naye. Basi wakawa ameongea. Pia na changamoto nyingine zilizokuwepo, nilipiga simu hapa kituoni. Wakaniambia vumilia, nikatoa taarifa. Nikatoa taarifa kwamba naomba nibadilishiwe bosi. Wakaniambia subiri. Endelea. Wakaniambia nisubiri. Usifunge mlango. Wanaletea dada mgeni. Nikasubiri mpaka muda ukaisha. Kwa hiyo nilikuwa nataka nije hapo. Wakati ambapo boss, yani mmekuwa kama vile hamko kwenye maelewano mazuri, si ndio? Kwa hiyo wakati unachota hicho chakula ule na bosi akakasirika, ndio kipindi ambacho mshaingia kwenye kutokuwa na maelewano au? Ni muda sana, yani maelewano yalianza. Hapa kuna maswali yako nikuulize kwa dada. Maana sijaelewa majibu yake vizuri. Jibu hilo la chakula. Nataka kujua. Dada anasema alikuwa anagombezwa kwa ajili ya chakula. Vipi? Wewe ndio uko hapa. Amalizia ili akusikie. Yani chakula nikichota, kwa sababu mimi namsubiri mtoto ili atoke shule. Sasa nikichota chakula yule mama na bosi wangu, yani ambaye ni mama wa bosi wangu tena naye bosi wangu alalamika, kwani umechota chakula, kwani hujasubiri wenzake? Wakati sisi huwa kama mwingine ana kazi tunamwambia kula ili uendelee na kazi. Kwa analalamika na kwa hiyo alitaka usubiri ule na wenzako au sijaelewa? Sijui. Yani yeye sijui kwa yeye alichoongea. Si wewe ndio unamnukuu. Yeye hakutaka mimi nichukue chakula. Sasa utaishije? Sijui yeye mwenyewe. Okay. Neema shida yake kwa kifupi. Shida yake ni nini? Kwa nini alirudishwa? Mabosi wake walichokilalamikia kikubwa ni nini? Mabosi wake wakati wanamrudisha, kitu kikubwa walichokilalamikia ni kwamba yani yeye na mama wa bosi vilikuwa ni azizi, wenyewe wanasema. Kwamba walikuwa wanapishana sana. Na wanapishana na kwa sababu mama mwenyewe alipiga simu. Alicholalamika ni kama Neema, yani wana utaratibu kwamba labda kwenye wakishapika mchana, usiku sijui, asubuhi yani unakuta wakishakunywa chai, mchana wanakula viporo ambavyo viko kwenye friji. Sasa unakuta kwenye friji labda si kuna kande kidogo, kuna wali kidogo, si na nini. Lakini kwamba alichokuwa analalamika yule bibi ni kwamba Neema ataenda atachukua wali, ataacha kande, badala ya kusubiri kwamba chakula kipashwe kwa pamoja, wagawane kwamba wote kidogo kidogo. Kama unapata wali, upate wali kidogo, kande kidogo. Upate hiki kidogo na hiki kidogo. Kwa hiyo yeye bibi alicholalamika ni kwamba yeye Neema anaona kama anajipendelea, yani kwamba anawai, anajua wali ni kidogo. Kwa hiyo ukichukuliwa kidogo huo utabaki makande. Kwa hiyo ni kama anajiwai kwamba mimi nakula wali na ameshapakua wali kana. Sasa ndio jibu limeeleweka. Ulikuwa unanipa shida. Hapo unasema si chakula afu weki unyoshi maneno. Haikuwa anasema chakula lakini alikuwa anarukaruka. Okay. Lakini hapo umenyoosha maneno. Kwa hiyo wewe ulikuwa unataka ule vitu vizuri. Kande na ubwabwa, hata mimi nachagua ubwabwa. Uongo. Lakini sasa kwenye hizi kazi ndugu yangu, hapo kama wewe ndio bosi, ndio nyumbani kwako, si ndio? Utachagua unachokula. Hata mimi hapa nachagua nachotaka kula. Lakini kama wewe umeenda pale kama mfanyakazi, si ndio? Na alimradi vyakula vinavyopikwa vinaliwa na binadamu, si ndio? Inabidi sasa ule kile ambacho ni cha ujumla ambacho mlichopewa. Sasa wewe ukawa ni mjanja, unarukia kwenye friji, unachagua kile ambacho unakipendelea, ndio unachukua. Sasa kwa nini bosi asikasirike? Na kama bosi ndio alikuwa anataka kula huo wali? Hapana madam. Hapana nini sasa? Jamani, nyie mko hapa. Jamani, hiyo ni tabia nzuri. Wewe hapo, wewe tena mwingine hapa alagi viporo. Wewe bado unakuja kwako. Ila hiyo ni tabia nzuri. Wewe uli viporo kabisa. Ila mwenzio anaenda kuchagua kiporo kizuri. Sema wewe ndio unakuuliza. Hiyo tabia unaona ni nzuri? Uende utakulie kwenye friji, uchukue kile ambacho wewe dada wa kazi unakipenda. Alafu bosi wako mwachie makande. Jamani, hivyo ndivyo kweli? Mbona ujibu? Jibu kama unaona sio. Unakosa jibu gani? Na ndio wote nyie mmerudishwa. Nyie wote mmerudishwa. Nyie wote mmerudishwa. Wewe umerudishwa kwa sababu ya hutaki kula viporo. Wewe hapo. Tofauti na kurudishwa. Maana mimi ningemwahi boss, mimi ndio ningekuwa kwanza. Sasa ndio hivyo ukumuwahi. Heshima tu, heshima ipi? Wewe uli viporo.
Kesi yako usitete iko hapa. Hatujaja kwako, ngoja kwanza. Wewe jamani wote wadada, niambieni hivi ni sawa kweli uwahi kwenye friji ukachukua kitu kizuri unachokipenda ule, bosi wako aje akutane na kitu ambacho yeye alikuwa anataka kula kile ulichokula? Ni sawa? Ni sawa? Neema, ni sawa? Madam, tunasema ukweli. Ni sawa kwa nisema ukweli. Kwa yeye alivyosema hivyo sio kweli. Nani sasa? Sikuwa na bagua. Tulikuwa tunakubaliana kabisa kama tunakula hichi ni kipolo cha kandi au wali, kila mtu anatoa kidogo kidogo, lakini yeye kaamua kusema hivyo, lakini mimi sikuwa na bagua. Ila sasa kama ulikuwa unafanya hivyo, tuseme tu hiyo tabia sio nzuri kabisa. Ndiyo. Cha muhimu ni kwamba yani lazima ujue bosi wako anakula nini. Wewe si umeenda pale kuhudumia. Wewe utakula tu, muhudumie kwanza bosi wako, kwa sababu yani hili swala la chakula nataka niliweke very clear. Nyinyi mnakwenda kule kutoa huduma, si ndio? Si unaenda kumhudumia bosi wako. Ngoja niseme umeenda hotelini, sawa? Kula. Hivi yule mhudumu anakuja kukaa na wewe pale mezani? Muende sambamba. Si ndio? Unamuuliza anakula nini? Unamhudumia, si ndio? Wewe utakula kile ambacho kitakuwepo, kwa sababu kwa vyovyote lazima chakula kiwepo. Kama chakula hamna, tupigie simu tuambie, hii nyumba mlionileta wanakula chakula wanamaliza, mimi sipati chochote, si ndio? Lakini kama kuna vyakula vinabaki, either ni makande, ni ugali, wao wamekula wali, wamekula pilao, wamekula chochote kile ambacho wametaka kula, hamuwezi kwenda sambamba na mabosi. Hamuwezi. Yaani huo ndio ukweli. Sawa jamani? Yaani huo ndio ukweli kabisa. Huwezi kusema anachokula bosi wako na wewe ule. Hicho kitu hakipo. Hicho kitu hakipo. Kwa sababu wewe hupandi basi sema na mimi napanda gari analopanda bosi wangu, si ndio? Unaweza kufanya hivyo? Sema basi na mimi nitataka kulala chumbani anakolala bosi wangu, si ndio? Maana yake hiyo. Hicho kitu kinawezekana? Hapana. Hizi nyumba hata hapa ni mfano. Hapa mnakula makande amli? Tunakula. Mlishaniona mimi kwenye makande? Sili. Wewe anajua sili makande mimi. Lakini hapa si mnakula? Kwa hiyo mtu anaangalia na anacho afford. Hapa mnakuja mnajikuta mko wangapi? Wangapi mliokuja hapa mlishokuwa wenyeji? 10 na kitu Kwa hiyo mimi niende sasa nikaanze kila siku kuwapikia pilau, kuwaletea kuku, kuwaletea sausage, kuwaletea sandwich, kuwaletea pizza, kuwaletea hicho kitu kipo. Lakini nikiwa na hamu na uwezo nisile kwa sababu dada wa kazi yuko pale nyumbani? Hapana. Tunaelewana jamani? Wewe nayo unalipwa hela yako. Unalipwa nini? Hela yako. Kama una hamu ya kitu ambacho unaona bosi wako amekula ulikuwa na hamu nacho, si ununue. Maana tunataka kucomplicate hivi vitu kwenye vitu vya vyakula. Nishasikia vimalalamiko vya hapa na pale ambavyo havina msingi wowote. Sawa jamani? Tunachotafuta, tunaenda kwenye hizi kazi kutafuta mitaji ya biashara, tukafanye biashara zetu na sisi Mungu atubariki tuishi maisha tunayoyataka. Sasa wakati unaenda kujitafuta, usianze kutaka kwenda kuvaa viatu wanavyovaa bosi wako. Utaenda kusema na wewe unataka nywele kama ya bosi. Lazima tujitofautishe jamani. Hata Biblia imetenganisha bwana na mtumwa. Kwenye Biblia kabisa wanaitwa mtumwa na bwana, yani ni mfanyakazi na bosi wake. Kama hicho kitu unaona huwezi, basi hizi kazi utaweza kufanya. Actually kwenye kupitia taasisi yetu, kwa sababu sisi tunataka kila mtu asimame kwenye nafasi yake. Tunapozungumzia haki, tofautisha haki na wajibu, sawa? Na zile stahili ambazo unapaswa. Tunachosema wewe umekuja unaenda kufanya kazi, mshahara wako lazima ulipwe. Lakini kusema kwamba bosi akakuhudumia chakula ambacho unataka wewe, sio kweli. Yeye atahudumia kulingana na mfuko wake. Na hapa ni mfano halisi kabisa, sisi tunawahudumia kulingana na mfuko wetu. Kuna sehemu nyingine watu wanaenda huko kuomba kazi wanaishia tu kushinda huko siku nzima wanakaa, hakuna chakula, hakuna nini. Tunajua. Lakini hapa tunajitahidi watu wanakula, kuna maji ya kuoga, kuna kila kitu, nafanya training, si ndio? Kwa hiyo na bosi wako ni hivyo hivyo, hataweza kukupa vyakula vya 5 star, lakini wewe kile ambacho ni basic anajua hiki ni chakula chenye afya cha mwanadamu, kula hicho. Tunaelewana Neema? Hiyo tabia ndugu yangu usiende nayo kwenye nyumba nyingine ya mtu. Sawa ndugu yangu na hii ni kwa wadada wengi sana wana hii changamoto jamani ya vyakula. Chakula yani kikufanye wewe ushindwe kutimiza malengo yako. Si ni kesi zile. Nafikiri hata kwenye seminar tuliongelea hichi kitu. Kwa hiyo jamani please tunawaomba. Yaani mtu akirudishwa kwa ajili ya kitu cha chakula huo ni ujinga wa mwisho kabisa. Sawa.
Sawa. Haya. Neema nimemalizana naye. Unataka kazi? Ndio. Sasa uache hizo tabia. Hizi